Naam, hii ni Zaki Kiswahili ya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Matumaini yangu makubwa kwako mzima wa afya. Msikilizaji na mtazamaji, na ukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji wako ni Omari Makilele Ozil. Katika taarifa zetu za habari tuanze na habari zisemazo kuwa shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch limeshtumu kundi la wahasi wa M23 pamoja na jeshi la Rwanda kwa kufanya ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu mjini Uvira, jimboni Kivu ya Kusini. Mengi zaidi kulingana na taarifa hii, na mpisha mwanaripota wetu Safari Limasidilwe kwa mengi zaidi. Naam. Katika ripoti iliyochapishwa Jumatano ya tarehe 13 Mei, shirika hilo limesema kuwa baadhi ya vitendo hivyo ni uhalifu wa kivita uliofanyika kati ya tarehe 10 Disemba 2025 na tarehe 17 Januari 2026 wakati wa kutekwa na kukaliwa kwa mji huo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa Human Rights Watch, mji wa Uvira uliangukia mikononi mwa M23 na majeshi ya Rwanda siku chache tu baada ya kusainiwa kwa makubaliano ya amani yaliyojadiliwa na Marekani kati ya DRC na Rwanda. Ripoti hiyo inaeleza kuwa makubaliano hayo yalichangia pia kuondoka kwa ghafla kwa vikosi hivyo mwezi mmoja baadaye. Matokeo ya ripoti hiyo yanategemea uchunguzi uliofanywa mjini Uvira baada ya kuondoka kwa M23. Human Rights Watch imesema kuwa ilizungumza na zaidi ya watu 120 wakiwemo manusura, mashahidi, ndugu wa waathirika pamoja na vyanzo vingine vya ndani. Shirika hilo limeandika hasa kuhusu mauaji yasiyo halali, mauaji ya papo kwa papo bila kesi, ubakaji na ukatili mwingine wa kingono, utekaji wa watu, kulazimishwa kwa raia kujiunga na makundi ya wapiganaji. Shirika hilo linaeleza kuwa kwa mujibu wa ushuhuda mbalimbali, wapiganaji wa M23 pamoja na wanajeshi wa Rwanda walifanya upekuzi nyumba kwa nyumba kabla ya kuwaua baadhi ya wakazi au kuwateka kutoka majumbani mwao. Watu kadhaa waliopotea tangu kipindi hicho hawajapatikana hadi sasa. Ripoti hiyo pia inazungumzia mashambulizi dhidi ya raia waliokuwa wakikimbia mapigano kuelekea nchi jirani ya Burundi au kwenye maeneo ya milima yanayozunguka Uvira. Mashahidi wamesema kuwa wapiganaji wa M23 na wanajeshi wa Rwanda walifyatua risasi dhidi ya makundi ya watu waliokuwa wakijaribu kuondoka mjini humo ili kuokoa maisha yao kutokana na vurugu. Kwa mujibu wa Human Rights Watch, kutokuwepo kwa uchunguzi wa kuaminika pamoja na hatua za kisheria kunaweza kuhamasisha kurudi kwa vitendo hivyo katika maeneo mengine ya mashariki mwa DRC. Iwapo hakutakuwa na uchunguzi wa kina kuhusu uhalifu uliofanyika pamoja na hatua madhubuti kutoka kwa mamlaka za Kongo na Rwanda kwa msaada wa jumuiya ya kimataifa, basi ukiukwaji uliotokea Uvira unaweza kujirudia katika maeneo mengine na kuacha raia wa mashariki mwa DRC katika hatari ya madhara makubwa zaidi. Tujielekeze kule katika tarafa la Kongolo jimboni Tanganyika. Ni kwamba watu 3 wamefariki dunia na wengine kujireuliwa na nyumba kuchomwa moto katika vijiji viwili vilivyoko ndani ya usultani wa Benanyembo kaskazini mashariki mwa tarafa ya Kongolo jimboni Tanganyika katika mgogoro wa kupigania udongo katika vijiji hivyo viwili. Kwa mujibu wa administrator wa tarafa la Kongolo Ngongo Mboka Miba Jean Paul, amesema kuwa mapigano hayo yalijumuisha vijiji vya Buzilange na Kapalai kwa kutumia mapanga pamoja na silaha zingine za jadi. Aiza, mkuu huyo wa wilaya amehakikisha kuwa kikosi mchanganyiko cha jeshi la taifa FARDC pamoja na askari polisi waliwasili eneo hilo la tukio kwa ajili ya kulinda usalama na kuanzisha uchunguzi wa kina. Kuna mapigano kusheferia Benanyembo, Nyembo no, mjini Kapalai kontre bahabita ya Buzilange. Tunaikonfirme, tulipata habari kupitia chef de chefferie, chef Gilles Lwenye. On a eu une information officielle. Tangia jana vita ilifanya ajali, kuko kupotelewa kwa watu 3 walifariki kwa mipanga, watu walifariki. Tungali naendelea kuchunga raporo sababu madisposition tulibeba, kuko deja askari police beko deja pale, ni bao tutapata dernier rapport sababu wanafia udongo, mipaka ya udongo ya mashamba ya wababu zao ni ile iko na watenganisha kila mara. Vita kama unaisikia kuna watu wanafariki, watu walikimbia wako ndani ya pori na vitu vinaharibika, ufugo unaharibika na vitu vya manyumba vinaharibika. Mungazi ni kitu mtu njoo anaipanda, kenye wewe mwenyewe unapanda, iko naita watu waache vita.
Na tujelekeze sasa kule katika mji wa Uvira jimboni Kivu Kusini mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika jipya la raia kusini mwa jimbo hili pa Uvira lataja kupongeza uongozi wa jimbo la kijeshi kwa hatua ya kuvunja vizuizi vyote vilivyokuwa barabarani bondeni mwa mto Ruzizi tarafani Uvira. Katika mahojiano nasi naye mratibu wa shirika jipya la raia kusini mwa jimbo hili la Kivu Kusini, Mafikiri Mashimango Nestor, ametoa hapa machache juu ya swala hilo. Il faut d'abord préciser que la population ya Kivu iko mu grande joie effectivement depuis samedi le retrait de M23 dans la plaine de la Zouda, le territoire d'Uvira. Na ndaweza kuambia que situation pour le moment est calme parce qu'effectivement il y a des zones où ba humanitaire ba mingi walikuwa na difficulté ya kutembea et pour le moment wako natembea sans problème. Mais il faut noter qu'on a remercié le commandant de la 33e région militaire, le général Dunia, effectivement avec le vice-gouverneur, le gouverneur à l'intérim, Excellence Lacano, mais ils vont d'abord sur le terrain. Ils se sont mobilisés wakashuka mu terrain kwenda kukompature na raia ya plaine de la Ruzizi, précisément Sange, et ça pour nous ça a été un message à mesure parce que banalia na donner chance maintenant à d'autres partenaires walikuwa qui est plaine de la Ruzizi ni problème kufika. Mais maintenant moi le commandant région dans le cadre à mettre ordre au moins qu'à supprimer ma barrière zote en plaine de la Ruzizi. C'est quelque chose à saluer parce que il y a déjà chaque fois tracasserie au sein de la population. Donc pour le moment, dans ma barrière payante en plaine de la Ruzizi ilikuwa supprimée na kwa leo barrière selon le commandant région barrière ya Kabambi inaweza kuwa mnivua Luvungi pour que kuangalia zote les zones automatiques. Et c'est comme ça peut-être le message il y aura quand même certaines zones à plaine de la Ruzizi ne pas sécurisées uniquement par les FARDC. Voilà la situation actuelle. Peut-être qu'il faut préciser comment leo quand même population plaine de la Ruzizi iko vraiment contact effectivement suite ya retrait M23. Na umesema kwamba vizuizi vyote viliondolewa. Je, mmejaribu kuverifia hiyo ilikuwa effective hiyo mesure au namna gani Kordo? Mesure par rapport d'abord na unajua kama ça fait quand même une semaine 3-4 jours que le conseil provincial ya mambo ya conseil de sécurité provincial aliweza kamata ma mesure ya kufunga njia ya plaine vers Bukavu. Pour le moment depuis le matin magari zote zilikuwa toka Bukavu ziko stoppé mu niveau ya partie ya Kamanyola zikuji mu niveau ya Luvungi parce que ziko bloqué. Pour le passage leo journal iko bloqué. Wakati ya kijiri, Mafikiri Mashimango amearifu kuendesha siku bila kazi kwa wiki ijayo katika eneo la Sange tarafani Uvira. Mais il faut préciser comment par rapport à ile suppression ma barrière payante dans la plaine de la Ruzizi c'est une réalité inédite. Hakuna ma barrière et c'est une joie aussi au sein de la population. Raia napasha kujua kama tulikuwa na réunion entre quelques wazalendo et le commandant région. Il y a eu des orientations walipana par rapport na ma instruction des acteurs Kinshasa que certains wazalendo wanapasha ba respecter. Il est ce que je voulais préciser et que c'est vrai sur le plan sécuritaire apata kuwa moyen ya kusema masiri yote mais il faut dire que par quoi ma mesure et que chaque partie iko na ile obligation pour respecter l'engagement walikamata. Mais ce qu'il faut préciser peut-être kuannoncer kuambia raia yote ya Sud Kivu ya kwamba nous comme bureau de coordination nouvelle civile tuko na marche ni itakuwa mardi le 19 mwezi wa 5 2026 au niveau de Sange ini tunaannoncer depuis leo tulifanya point de yenye itakuwa na des objectifs. Ya kwanza ni kusema no par rapport na delocalisation ma projet za Kabambi yenye iko Nyamoma na niveau ya Luvungi projet ya PFGR sous financement Banque mondiale parce que ma projet banazeba au Katanga ce qui n'est pas quelque chose est profitable kwa la population ya Sud Kivu ya territoire ya Uvira. Mais aussi des objectifs ya marche pacifique tutafanya mardi ni kuremercier le chef de l'État na kuonesha soutien chef de l'État par rapport na diplomatie agissante leo yenye lituma maintenant leo tunavivre retrait ya element M23 mu ville comme territoire ya Uvira. Na kule Mwenga tukiwa tu katika jimbo hilo la Kivu Kusini, siku bila kazi iliyoandaliwa nalo shirika la raia tarafani Mwenga siku ya 5 hii imefaulu kwa asilimia kubwa, kwani shughuli zote za kibiashara na zinginezo zimeshinda zenye kufungwa. Lengo ni kuomba serikali kuu ya Kinshasa kukata mpango wa shirika la Caritas Uvira
kuwa nalipa walimu. Kwake Lungele Itebo Samuel, kiongozi wa shirika la raia tarafani Mwenga, ameanza kwanza kupongeza na kushukuru wananchi waliokubali na kuheshimu wito. Biro ya coordination ya societe civile force vive territoire ya Mwenga inashukuru wakaji wote wa mtaa wa Mwenga kwa jumla na kwa upekee wanamemba wote wa feke, wanamemba wote wa watembeza pikipiki, viongozi wa makanisa, walimu na wa intersendikale, wafanyakazi ya kupokea na kutuma pesa, wa viongozi wa makanisa kwa kukubali kutii mwaliko ambao societe civile ilitoa kuchunguza siku bila kazi leo siku ya 5 tariki 15 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Na kwa neno lile tunashukuru kwa wakaji wote. Tunajua ya kwamba serikali ya Kongo imekwisha kusikia malalamiko yetu na tunajua ya kwamba watajibu kusudi ya kutia walimu wetu pa nafasi yao kama vile walimu wengine. Wale ambao walikuwa wanacheza na mishahara ya walimu waache ile tabia na kazi ziendelee kikawaida kila siku na kama vile inavyostahili kwa mwezi. Hata hivyo, kupitia fursa hiyo, mkuu kiongozi wa muundo huo ameomba mambo yafuatayo kwa serikali kuu ya Kinshasa. Tusikilize mambo hayo ambayo ameyaomba. Na malalamiko yetu ndiyo haya: kuvunja mapatano kati ya Caritas Kongo inawakilisha na Caritas Uvira pamoja na serikali ya Kongo ili walimu waanze pokea kupitia Airtel Money pesa zao na zile pesa ziwafikie mbele ya tariki 5 ya kila mwezi. Pili, Caritas Uvira ilipe kila mwalimu na kila masomo makalitize zote za tangu 2025 mpaka leo 2026. Tunajulisha ya kwamba siku ya pili tariki 19 kutakuwa mkutano wa mkaguo wa siku bila kazi, na tariki 21 siku ya 4 ya mwezi huu tunao ndio siku tutatolea mkuu kiongozi mama mheshimiwa anayehusika na mambo ya elimu katika Jamhuri yetu ya Kidemokrasia ya Kongo kibarua chetu. Kuheshimu mshahara ya mwalimu ni mapasho kusudi tupate maadibisho bora kwa wanafunzi wetu na katika Jamhuri yetu ya Kidemokrasia ya Kongo, province ya Sud Kivu, territoire ya Mwenga. Tuokoe, tusaidie education kusudi iwe avenir ya watoto wetu. Aksanti. Tumaliziana katika mji wa Baraka ni kwamba uongozi wa soko la Jeteme mjini Baraka umeomba kwa meya wa jiji hilo la Baraka kufuatilia watu walioandika kibarua cha kuomba shirika la MSF kuhusu kujenga choo ndani ya soko hiyo kwa ajili ya maslahi yao wenyewe. Katika mazungumzo nasi, Bi Rosette Machozi, kiongozi makamu wa soko la Jeteme mjini Baraka, ameanza kueleza namna hali ilivyokuwa kwenye soko hilo. Fujo iliyokuwa hapa ndani ya Jeteme ni mshangao sana juu ya soko ya marché Jeteme. Sisi tulikuwa hapa kama vile meya wa jiji, MSF ilikia kutupatia mawese kusaidia wana memba ya marché Jeteme kwa sababu watu wanasumbuka na kuhangaika sana, nafasi ya kuendea chooni wanasumbuka sana. Tukienda kuma parcele za watu hapa banjirani banatuima mawese sana, ndio tulipata na tukashukuru kuona MSF ikia kutupatia msaada ndani ya soko ya marché Jeteme. Tukafurahi kwa ile jambo moja. Vurugu inatokea na watu wa moja wenye kwa wanaingilia kati ya Jeteme. Tui kama wanapenda wa watu wa marché Jeteme wala wakaaji wa hapa ndani ya marché Jeteme, wakati wanalemesha biashara yao bako wanaenda chooni wapi, na kipindi viko wanasumbuka juu ya watu fulani kwa intercale ma mouvement ya marché Jeteme inasimamishiwa kwa sababu kuko watu fulani kazalika mbalimbali wenye walienda mpaka kubazi ya MSF na kutoa malalamiko yao juu ya ile mawese MSF sijenge mawese pale, na kipindi ile soko iko pale mawese kuingia ku parcele ya mtu, mawese lijengewa mu parcele ya marché Jeteme kama vile bulongo bwa leta. Na tunajua MSF haikuleta tu wese ndani ya marché Jeteme, ilileta mawese msoko mbalimbali, Katanga, Ibaze, Kimanga, Mezo Escale, Wakolo, lakini kule kote abafuatili madossier ya mawese ya MSF wanafuatilia tu ni Jeteme mpaka pale hawayachoka kufuatilia marché Jeteme. Hatujui kama vile sie viongozi ya marché Jeteme hatui wale watu wanatafuta nini ndani ya soko. Mwishowe, Bi Rosette ameomba kwa meya wa mji wa Baraka kufuatilia watu walioandika kibarua cha kuomba MSF
kusitisha kazi za ujenzi wa choo ndani ya soko hilo. Kama sisi tunaweza omba msaada kwa kusema kwa meya wa jiji atufanyizie msaada sana, watu wanateseka na kuhangaika ndani ya soko ya Marché Jeteme. Nikizani depuis Jeteme ilianzia mpaka sai malalamiko yuko naenda kwenye kwa nani mbalimbali juu ya mawese, na hivi watu wanasumbuka juu ya mawese. Tunaweza omba meya wa jiji atufanyizie msaada na akazania lile jambo, tujengewe machoo na sisi tunaweza kuwa na nafuu kidogo ndani ya marché. Sisi viongozi wa soko la Marché Jeteme tunaweza omba MCF itusaidie isiangalie maneno ya watu, kwa sababu sie pale tunajua kama ile ni bulongo ya serikali ya leta na wanajenga mawese ndani ya soko ya leta. Tunaweza omba MCF kama vile sie viongozi ya Marché Jeteme itusaidie na tufanyizie msaada kwa kutujengea zile choo, isichoke na isihuzunike, tujengee tu choo bakubwa, tunabadilia zaidi. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Mimi ni Omari Makelele Ozil.